Karibu ndugu mtazamaji kwenye mwendelezo wa vipindi vyetu vya afya. Dr. Kahibi ndiye ninayeongea na wewe, na usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe kabla ya kuendelea kusikiliza video hii. Leo ninakuletea mada inayohusu kwa nini wanawake wanakuwa na maumivu ya nyonga kwa muda mrefu. Na tunaposema maumivu ya nyonga au ya tumbo la chini kwa mwanamke ya muda mrefu ni kitu gani? Haya ni maumivu yanayomtokea mwanamke, na maumivu haya huwa yanachukua miezi 3 mpaka miezi 6. Kwa hiyo wewe mwanamke unayenisikiliza, endapo una maumivu ya namna hii, basi tambua wewe una kitu kinaitwa chronic pelvic pain in women. Na maumivu haya ambayo sisi tunayaita ni sugu, ni maumivu ambayo wakati mwingine hata matibabu yanakuwa hayasikii. Lakini basi ni sababu zipi ambazo zinapelekea mwanamke awe na maumivu ya muda mrefu ya zaidi ya miezi 3? Sababu namba moja katika hili ni sababu zinazohusiana na mfumo wa uzazi. Na hizo sababu ni zipi? Sababu namba moja, kuna changamoto inaitwa endometriosis. Endometriosis ni moja ya magonjwa hatari sana. Kwa nini ni hatari? Kwa sababu kwa kawaida zile tezi zinazotoa hedhi huwa zinakuwa ndani ya mfuko wa uzazi wa mwanamke. Lakini unapokuwa na changamoto hii, maana yake zile tezi za uzazi huwa zinatoka nje na zinajipachika kwenye mfuko wa kizazi au kwenye kibofu au kwenye utumbo. Kwa hiyo mwanamke anapoanza kuingia hedhi, basi na zile tezi kwenye matumbo na sehemu za mfuko wa mkojo huwa zinaanza kubleed. Kwa hiyo ndo maana mwanamke anakuwa na maumivu makali sana ambayo hayaelezeki, na maumivu haya yanakuwa ni ya muda mrefu, na maumivu haya huwa yanakuwa zaidi hasa mwanamke anapoingia kwenye hedhi yake. Lakini unaweza ukawa nayo tu pasipo kuingia hata kwenye hedhi. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni maumivu yanayosababishwa na chango la uzazi la maambukizi, kwa kitaalamu tunaita pelvic inflammatory disease. Unapokuwa umepata PID, na PID hii inapokuwa sugu huwa haisikii hata dawa, na ndo maana tunasisitiza kabisa, unapokuwa una dalili za chango au PID, basi nenda kwa matibabu haraka ili usije kutengeneza maumivu ya muda mrefu. Sababu nyingine ni uvimbe kwenye mfuko wa kizazi. Ulishawahi kusikia kitu kinachoitwa fibroid? Fibroid ni vimbe ambazo huvimba kwenye misuli ya mfuko wa uzazi wa mwanamke. Vimbe hivi kwa kawaida huwa sio saratani, na vimbe hizi huwa zinakuwa wakati mwingine, na mwanamke anaweza akadhani yuko mimba, kumbe hayuko mimba, ni uvimbe tu. Sasa unapokuwa na vimbe hizi husababisha maumivu makali ya nyonga ya muda mrefu kwa mwanamke. Lakini sababu nyingine ni sababu za uvimbe kwenye sehemu ya mayai, zinaitwa ovarian cyst. Kama ulishawahi kwenda hospitali ukafanyiwa kipimo cha ultrasound wakakwambia una uvimbe maji, hizi ndizo zinazoitwa ovarian cyst. Baadhi ya wanawake wana changamoto hii, lakini asilimia kubwa ya changamoto za ovarian cyst au vimbe hizi huwa zinaitwa physiological cyst. Kwa maana gani? Vimbe hizi hujitokeza na baadaye kuisha zenyewe wakati mwingine bila hata kupewa matibabu ya aina yeyote. Lakini kuna baadhi ya vimbe ambazo huwa ni ngumu kuisha. Kwa hiyo unapokuwa na ovarian cyst, inawezekana ikakupelekea ukawa na maumivu ya muda mrefu. Lakini sababu nyingine inayosababisha maumivu ya muda mrefu ni kwa wanawake waliofanyiwa upasuaji. Mwanamke uliyefanyiwa upasuaji na una kovu la operation, inawezekana kovu hilo likawa chanzo cha maumivu ya muda mrefu. Sababu zingine ni sababu zinazohusu mfumo wa mkojo. Kwa nini tunasema mfumo wa mkojo? Unaweza ukapata maambukizi ya UTI sugu.
UTI ni maambukizi kwenye via vya mfumo wa mkojo. Yanapokuwa ni ya muda mrefu huwa yanakuwa sugu, na yanapokuwa sugu yanasababisha kuvimba kwa kibofu cha mkojo. Kibofu cha mkojo kinapokuwa kimevimba, basi hupelekea mwanamke anakuwa na maumivu ya muda mrefu sana. Sababu nyingine ni sababu zinazohusiana na mfumo wa chakula. Kwa mfano, kuna changamoto inaitwa irritable bowel syndrome. Changamoto hii ni changamoto ambayo hukumba ule utumbo mpana kwa mwanamke au wakati mwingine hata mwanamume. Kwa hiyo ukiwa na changamoto hii pia huwa inaweza ikasababisha maumivu ya muda mrefu ya nyonga na tumbo la chini. Sasa dalili zinazoweza kuambatana na changamoto hizi ni pamoja na maumivu wakati wa hedhi, maumivu wakati wa tendo la ndoa, maumivu wakati wa kukojoa au maumivu ya mgongo na tumbo la chini. Lakini ukiachana na hilo, moja ya dalili unazoweza kuzipata ni pamoja na changamoto ya kutoshika ujauzito. Sasa dalili hizi ambazo nimeweza kuzitaja, unapokuwa umezipata, basi lazima utafute matibabu. Na matibabu yenyewe utayapata wapi? Matibabu yenyewe yanapaswa yafanyike baada ya daktari kukuchunguza. Lakini wewe unapoona hizo dalili, basi hakikisha unakwenda kwa daktari aweze kukuchunguza ili aweze kukupa tiba sahihi. Endelea kunifuatilia katika mtandao wa YouTube. Usisahau kubonyeza kitufe cha neno subscribe, lakini basi hebu share kwa wengine waweze kujifunza, na mwisho wa siku tuwe na uelewa wa pamoja. Asante kwa kunisikiliza.